Unabariki kazi za mikono, alafu eti katika vitu vyako hivyo hivyo tunaleta tena kwako na unavipokea kana kwamba vimetoka kwetu wakati vilitoka kwako. Tumpate wapi Mungu mwenye upendo kiasi hiki? Ninakusihi sasa, kila moyo ambao umetoa kwa kupenda ukakutane na moyo huo. Kuna mtu hapa anakuabudu, lakini ndani ya moyo ana machozi kwa ajili ya mtoto wake. Kuna mtu hapa anakuabudu, lakini ndani ya moyo wake ana machozi kwa sababu biashara yake imekufa. Kuna mtu anakuabudu, lakini ndani ya moyo ana machozi kwa ajili ya ndoa yake. Twende kwa nani? Kwako kuna maji ya uzima. Tumekuja kwako. Tunapokuabudu kwa matoleo, kutana nasi. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Wakati kwaya inaimba, njoo utoe sadaka yako huku ukiwa unaomba ndani ya moyo wako. Waimbaji, karibuni kwa spidi kubwa ili tuokoe wakati. Na baada ya kwaya nitasimama, tutaanza na ule ushuhuda wetu. Kwa naamini ile video itakuwa inaandaliwa. Happy Sabbath. The wonderful things the Lord showed me there, I cannot describe. I saw the table of stones in which the names of 144 engraved in letters of gold. And after we beheld the glory of the temple, Christ left and he went into the city. And then we heard his lovely voice say, "Come, come my people, for you have come out of the great tribulation, suffered for me. Come into supper, for I will guard myself and serve you." There is a desire in the heart of all humanity, and that desire sometimes awakens persecution. But when persecution comes, sometimes martyrs die. But when the death of martyr happens, there is a crown for him that is called Stephanos. This is the crown that Christ places on every believer before we enter into that holy city. And then he will say, "Redeemed everlastingly, come and enjoy the life equal to the Father." Would you want to be among that throng? Listen to this song. It is a Dholuo song, Osewara. God bless you. Angeyo Yesu osewara komherane gigwonone. Sorry. Angeyo Yesu osewara komherane gingwonone. Enengo mochulo etone omiya bedo nyathine. Kumwongelesha huyo mtoto wetu mwenye alikuwa chuo kikuu kwa mwaka wa 3, aachie masomo hapo ndio tuweze kutatua mambo yenye yaliyokuwa yamempata kwa kiafya. Alikuwa na
changamoto kwa upande wa mental health. Baadaye ugonjwa uliendelea mpaka akakuwa na afya mbaya zaidi kwa upande wa nerves, na pia hakuwa naweza kuongea vizuri, na kwa hivyo madaktari walimpea madawa ya kutumia wakati huo ndipo akuwe salama. Lakini tulipokata hiyo kauli kuwa asiendelee kusoma, ni kwa sababu akiwa katika hiyo hali hangeweza kuconcentrate na masomo yake. Mwaka wa 25 wote ulikuwa mwaka wa changamoto zaidi kwetu sisi wazazi wake na pia familia yetu yote. Lakini pia Mungu alikuwa na mpango bora kwa huyo mtoto, maana nilipokwenda kwa chuo kwenda kuwaelezea kuwa huyu mtoto nataka tuzungumze vile atakavyoendelea baadaye, lakini kwa mshangao waliniuliza, huyu mtoto ambaye unayesema hawezi kuendelea na hajakuwa class kwa masiku mingi, inaonekana kwa system yetu kuwa amefanya mpaka mtihani, tunangoja tu. Alafu nikafikiria sana, nikasema huenda ikawa maombi yenye tunaendelea kuomba na mtoto kila asubuhi, Mungu anatenda jambo lenye mimi na sisi wote hatulijui na wala hatulielewi. Sasa after huo mwaka mtoto alipopata majibu, nikarudi kujua hali ya graduation vile itakavyokwenda. Nikapatana na mwalimu mkuu, akaangalia matokeo, akaniambia mtoto amefanya vizuri sana licha ya kupitia hiyo changamoto, lakini hata na hivyo kuna sehemu ya pili ya project yenye hakuwa ameitoa, so kwa hivyo hawezi kuendelea kugraduate kwa sababu hiyo ni sehemu ya lazima. Aliponiambia hivyo nikamuuliza ushauri, akaniambia niende mpaka finance department nilipe mwaka mzima ndipo arudie hiyo project. Nikiwa katika hiyo hali nikarudi nikakaa, na sasa ilikuwa imefika Januari 2026. Nikaona kwa mtandao wa kanisa yetu kuwa Parklands imetangaza 10 days of prayer na Pastor David Mbaga atakuwa anaongoza kwa hizo siku 10. Nilikuwa pia na maombi mengine ya kibinafsi, so nikaamua kuwa lazima niende kwa hiyo 10 days of prayer niweke maombi ya mtoto wangu. Sikuenda siku ya kwanza wala ya pili, nilienda siku ya 3. Na kufika nikakaa kwa ibada. Tulipomaliza katika ile hali ya kuwekwa kwa groups ndio muombeane pamoja, nikawapatia historia ya huyo mtoto na pamoja na changamoto zingine, na wao pia wakashare zao. Tukashikana mikono tukaomba, alafu tukaketi, ibada ikaanza. Ilipoanza ikaisha vizuri. Nikaelekea kwa box, waliposema tuweke prayers, nikaweka ombi langu kwa hiyo box pamoja na maombi mengine 3. Lakini kabla ya hayo nilikuwa nimechukua school fees ya mtoto nikaiweka kwa handbag. Nikasema kwanza nitaanza na prayers, alafu kesho yake, kwa sababu ibada ilikuwa ya jioni, ndio kesho yake nikimbia kulipa ile school fees. Nilipoenda kulipa school fees nikaelezwa na manager wa shule wa sehemu ya watoto kuwa wakiangalia system mtoto wangu amepita vizuri sana kwa hiyo project. Nikashindwa alipita aje na haja haifanya. Ndipo nikagundua walikuwa wamepigia mtoto simu kabla ya mimi kwenda kwa 10 days of prayer, wakamwambia peane hiyo part 2 ndio iweze kumakiwa under special consideration, na niende na hiyo school fees. Badala ya kulipa fees nilipia sasa gown. Nilienda nikalipia gown, na ilipofika tarehe 3 mwezi wa Julai nilienda kwa sherehe ya rehearsal, na kweli mtoto aligraduate na second upper division, ambayo ilitushangaza sisi kama familia. Tukabaki kama tunasema kweli Mungu ni wa ajabu, ametujibu maombi kuliko vile tulimuomba. Na sio hayo tu, na mengine 3 ya binafsi ambayo mimi ninasema kuwa Mungu ni mwema siku zote, na siku zote Mungu yu mwema. Asanteni. Amen, amen. Asante sana. Na amejitahidi kufupisha. Mambo ni mengi ambayo Mungu amemtendea huyu Mungu. Lengo la hizi shuhuda ni nini? Ni kwamba umuone Mungu aliyetenda kwa mwingine anatenda kwako pia.
na Mungu atatenda. Mwishoni tutakuwa na wito kwa ajili ya ubatizo. Wale ambao hamjabatizwa, leo ni siku ya kujitoa kwa Yesu. Tumalize haya makambi na watu wamempokea Yesu. Fumba macho. Baba Mungu, katika dakika hizi chache zilizobaki, tuisikie sauti yako. Tuelewe nguvu ya msalaba. Asante, maana unakwenda kutenda zaidi ya haya. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Niwakumbushe kwamba tumejifunza kwamba kutazama, walipoambiwa watazame yule nyoka wa shaba, kutazama kwenyewe ilikuwa ni tendo la imani. Ni zaidi ya macho ya kawaida. Waisraeli hawakuponywa kwa sababu walielewa jinsi tendo la kutazama nyoka wa shaba lilivyofanya kazi. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au tumekuacha hapa. Anasemaje? Tumemwacha mahali? Waisraeli hawakuponywa kwa sababu walielewa jinsi tendo la kutazama nyoka wa shaba lilivyofanya kazi. Waliponywa kwa sababu walimwamini Mungu aliyekuwa ameahidi kwamba kila atakayetazama ataishi. Haleluya. Wimbo wetu unasema amini ukatii, sio elewa ukatii. Yaani hata ukiuliza mtu inakuwa kuaje huyu Mungu anafanya haya, hiyo ni siri ya kimungu. Sikiliza. Vivyo hivyo mwenye dhambi haokolewi kwa sababu anaelewa siri zote za theolojia. Anaokolewa kwa sababu anamwamini Kristo na kujikabidhi kwake. Hii ndio sababu Yesu mwenyewe alisema kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Desire of Ages, ukurasa 83. Tunapomtazama Kristo tunabadilishwa. Bado. Kadri tunavyotafakari upendo wake na tabia yake, ndivyo tunavyozidi kufanana naye. Umewahi kusoma ili andiko? Paulo anasema wala msiuangalie mwili hata mkawasha tamaa zake. Maana yake ni nini? Wao tunafikiria kwamba anaongelea tu kuangalia mwili. Hapana. Usifocus kwenye dhambi zako, focus kwenye neema. Kuna saa unakaa, adui anakuja anakukumbusha, kwa sababu anajua kabisa hujui nguvu ya msalaba. Kazi yake anakukumbusha dhambi zako kila saa. Hujawahi kujikuta kuna saa unatubia dhambi ambayo ulishatubu? Yaani ulimalizana na Mungu, lakini shetani anakukumbusha tena, kwambia wewe. Na unajikuta unaomba msamaha tena. Mnakumbuka mchana nimewaambieni kwamba ni Mungu peke yake ambaye huwa akifuta amefanya nini? Kwa nikana kwamba Mungu ukiomba msamaha tena anamuuliza malaika wako, hivi huyu anazungumzia ipi? Mbona hata sina kumbukumbu zake? Maana kila unapotubu mbele za Mungu, dhambi ikifutwa, Mungu anakuona kana kwamba hujawahi kutenda dhambi. Ndivyo anavyokuona. Tatizo la watoto wa Mungu wakiwemo wewe, Mungu amekusamehe ila wewe hujajisamehe. Bado unaendelea kuwaza hivi itakuwa kuaje? Nimewaambieni baada ya msalaba kuna kitu kikubwa ambacho Kristo alikifanya pale msalabani. Ni vingi, hatuwezi kumaliza vyote. Fungua Waefeso sura ya 1 ambao tulisoma. Tarukaruka na kwenda Wakolosai baadaye.
Waefeso sura ya 1. Lakini hata nawaambia mfungue, simuandike tu alafu mtasoma baadaye, maana tafsiri yangu haipelekani na ya kwako. Anasema fungu la 18 ambao tuligusa wakati wa mchana, namuomba Mungu aifunue mioyo yenu iweze kuona mwanga wake, mpate kutambua lile tumaini alilowaitieni na utukufu mkuu wa zawadi alizowawekea watu wake, mpate kutambua jinsi uwezo wake ulivyo mkuu mno kwa ajili ya sisi tunaoamini. Uwezo huo unafanya kazi ndani yetu, ni sawa na nguvu ile kuu mno. Fungu la 20, aliyomfufua nayo Kristo kutoka kwa wafu, akamketisha upande wake wa kulia mbinguni. Huko Kristo narudi tusikizane hapa, sikiliza tena, narudi fungu la 19, mpate kutambua jinsi uwezo wake ulivyo mkuu mno kwa ajili yetu sisi tunaoamini. Uwezo huo unaofanya kazi ndani yetu. Naulizeni, utafanya kazi ndani yetu? Ulifanya kazi ndani yetu? Unafanya lini? Sasa hivi hapa. Huo uwezo unafanya kazi sasa hivi hapa. Anasema uwezo huo unaofanya kazi ndani yenu ni sawa na nguvu ile kuu mno aliyomfufua nayo Kristo kutoka kwa wafu, akamketisha upande wake wa kulia mbinguni. 21, huko Kristo anatawala juu ya kila tawala. Roho Mtakatifu akusaidie uelewe hiyo sentence. Kristo anatawala juu ya kila tawala, mamlaka, enzi na ukuu. Anatawala juu ya kila cheo kiwezacho kutajwa katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao. Cheo chochote unachoweza kusema kwenye hii dunia, yeye anatawala. Sasa anasema hiyo nguvu ambayo iko ndani yako ni nguvu ambayo hiyo ndio ilimfufua Yesu. Hiyo sio nguvu ya kawaida. Nikiongelea hapa kwa mdomo unaweza kuona tu kitu cha kawaida. Nguvu iliyomfufua Yesu, unaishia hapo. Usiishie hapo, lazima uielewe kwa kina kwa njia ya Roho Mtakatifu. Relax, usikie neno la Mungu vizuri. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kupagawa na pepo mmoja. Naongea na watu au na binadamu? Hayupo. Nendeni mkaangalie. Maria Magdalene alitolewa pepo 7. Kuna mwingine Yesu alikemea pepo akasema, ewe pepo bubu na kiziwi. Ukisikia Yesu ana mention jina, ni cheo cha boss. Kuna wengine wako nyuma yake. Unaniuliza kwa nini? Ni kwa sababu hata mtu asiyemjua Yesu, kwa nguvu ya kuumbwa na Mungu, pepo mmoja hamwezi. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au umechanganyikiwa. Amesemaje? Yaani fikiria tu mtu ambaye hamjui Mungu, pepo moja hamuwezi. Na sababu ni nini? Ni kwa sababu Mungu alisema anatufanya mtu kwa mfano, kwa sura yetu. Kwa sababu hiyo tu pepo mmoja hamuwezi. Sembuse wewe uliyempokea Yesu Kristo, wewe ni zaidi. Haleluya. Usifikirie kwamba wakati Yesu anakufa msalabani shetani alijua kila kitu kinachokwenda kutokea. Yeye alidhani ameshinda. Ndivyo anafikiria hivyo. Akawekwa msalabani na akaachwa. Anamsikia analia, Eloi Eloi Eli Eli lama sabaktan. Anafurahi kusema kumbe Mungu amemwacha. Alafu anasema akaisalimu roho yake, akafa.
Wakati Yesu anazikwa kaburini, kila tukio lilipangiliwa chini ya uongozi wa Mungu. Hakuna kitu kilifanyika kwa bahati mbaya. Mtoto wa Mungu, ukielewa hii formula ya Kristo kufa mpaka kufufuka, itakusaidia maisha yako usarende kwa Mungu anayepangilia maisha yako. Kitendo cha Yesu kufa, anakufa msalabani. Hakuna hata mtu wa kwao aliyeandaa kaburi. Anakuja kuibuka Yusufu wa Arimathaya. Inakutangazia wewe ambaye uko ndani ya Kristo, hakuna jambo lolote ambalo litakupata baba yako asilete solution. Sio lazima kila kitu kipangiliwe na wewe. Ninyi ni mashahidi. Kuna wakati katika maisha yenu mlitarajia fulani angenisaidia na huyo fulani hajakusaidia, lakini Mungu aleta msaada kupitia mtu mwingine kabisa. Kila kitu kimepangwa. Daudi aliona mapema kabla haijatokea. Katika unabii wake anasema aliwekwa pamoja na matajiri. Haleluya. Alafu wanajiandaa ili kumwekea madawa yao waliozoea ili asioze haraka, maana hawajui ufufuo unakuja. Alafu ule muda ambao anaachiwa msalabani, ruhusa inatoka, sabato inaingia. Yani viko connected, kila kitu kimepangiliwa. Nikana kwamba Mungu anasema nataka wapewe ruhusa hapa wakati sabato inaingia, ili wasije wakampaka mafuta. Wao wanaandaa Yesu atakayekaa kaburini permanently. Mungu anasema hakai permanently, ni masaa machache. Ndio Paulo anasema hiyo nguvu mkiijua, msikimbilie tu amefufuka. Anasema angalieni mpangilio wa mambo. Hapa ninavyoongea na wewe, kuna mtu unanitazama unasema, pastor, ungelijua sina ada ya kulipa chuo, sina chochote, nitafanyaje? Nakwambia acha stress, fanya sehemu yako, iliyobakia mwachie Mungu. Na kuna wakati Mungu atanyamaza, ule mwaka utapita. Haina maana amekuacha, ana mpango ulio bora kuliko wewe. Mimi ninavyoongea na wewe, nimemwambieni hivi, nilishawahi kuvuka darasa, nimewaambia nilipoteza mwaka mzima. Hiyo nimwambia habari ya huko chuo kikuu. Sikupata msaada kama unaofikiria mimi. Mungu aliniletea watu kwa wakati wake. Na usidhani kwamba eti kila nikimuomba nilikuwa ninapata majibu kwa wakati. Sio kweli. Nikwambia kwamba kila saa Mungu alikuwa ananitendea, nitakuwa nafanya unafiki. Kuna saa alikuwa ananyamaza na kuna saa nilimuuliza maswali, mbona umeniacha? Baadhi yenu mnajua tukio ambalo nilipata nikiwa niko Dar es Salaam. Nafanya juma la uamsho, nimetoka chuo, sina ada. Muda wa kulipa ada umeshakaribia, muda wa kurudi chuo umekaribia. Anakuja kijana anasoma udaktari Dar es Salaam, amekuja juma la maombi. Anamwomba mzee wa kanisa, nataka nimuone pastor. Tunaingia kwenye chumba, tunafanya maombi, namuuliza una shida gani? Anasema nina shida ya ada. Yaani kana kwamba nimwambie hata mimi usione nikihubiri nina shida hiyo. Ananiambia mchungaji, niombe niweze kupata ada. Ninamwekea mikono, tunaomba, anatoka. Siku ya Alhamis anakuja, ananiambia pastor, leo sijaja kwa maombi, nimekuja tumshukuru Mungu. Imekuwaje? Nimepata ada yote. Tunamshukuru Mungu. Huku mimi namuuliza Mungu, mimi una mpango gani na wewe? Wewe ndiye Mungu tunayemtumikia. Mimi nimewahi kutolewa darasani kwa sababu sijalipa ada Bugema University. Muda wa mitihani umefika kabisa, tunapewa exam pass. Wakiangalia mimi na deni karibia laki 8-9 ya Uganda wakati huo. Huwezi kuruhusiwa kuingia darasani. Lakini kila nikiulizwa namwambia business manager, ada inakuja. Mpaka siku moja alinifukuza ofisini kwake. Nimefika tu akaniambia, wewe shida yako ni moja. Nikamwambia shida gani?
nikikuruhusu tu uongee najikuta na kukubalia uende darasani. Usisome mafungu ya Biblia hapa. Siku hiyo niko darasani, wanakagua watu ambao wanafanya mitihani na hawajalipa ada. Nilikuwa mmoja wao. Nikamwambia toka. Nikaenda kwa business manager. Yule ambaye ananifukuza. Naingia pale akamwambia umekuja. Alikuwa na jina la utani ambalo anapenda kuniita, alikuwa ananiita President Chiluba. Kwa sababu nilikuwa navaa zile nguo za ki-socialist. Akaniambia umekuja tena . Nikamwambia sikiliza, sasa wewe usinisomee mafungu. Ambia sisomi mafungu, nipe tu dakika hii moja tu nikwambie neno moja. Akaniambia sawa. Unasema nikamwambia nimetolewa kwenye mitihani na pesa yangu inaingia jioni ya leo. Akaandika pale haraka mruhusuni huyo. Na wakati unaenda nimeshika ile exam pass ya kwake. Huku namwambia Mungu, nimeshawapanga mpaka sasa basi. Nikaruhusiwa kufanya mtihani. Ile ndio siku muujiza wangu ulitokea. Haleluya. Mtu kutoka Tanzania, Mungu anamuonyesha kwa mafumbo kwamba nipo na msongo wa mawazo wa jambo. Ananipigia simu, ananiuliza pastor, uko sawa? Naambia ndio. Hapana mtumishi wa Mungu, niambie vizuri, uko sawa? Nikasema hii ndio chance. Sasa nasemaje niko sawa? Pale nikamwambia hapana, nina shida hii na hii ya ada. Akanambia sawa, nipe details zako zote, majina na nini, ninakutumia pesa kwa Western Union. Ile jioni niliyosema pesa inaingia jioni, mimi napanda, sikupanda matatu kwenda Kampala. Nilipanda bodaboda, pikipiki nimekodisha, nina hela. Matatu inakuchelewesha. Nikawahi, nikaenda nikachukua zile pesa ambao tulisoma nao wanajua vizuri, akina Pastor Mbago hawa, si mnamfahamu Pastor Mbago, akina Pastor Chuma, wote tumesoma nao, wanajua vizuri haya mambo. Mimi nimesoma Bugema wakati, yani ninasoma, ni mwanafunzi lakini nina TV. Mwanafunzi mwenye TV. Mungu alinishushia baraka baada ya hapo. Ndiye Mungu naye kuambia habari zake. Ngoja nikuambie mwisho, tuingie kwenye maombi. Mwishoni namaliza. Unajua kuna saa unamuuliza Mungu, haya yote ni ya nini? Kumbe Mungu anakuambia ninakutrain. Nataka nikupeleke mahali, lakini kabla ya kufika hapo lazima nikutrain. Na karibia kufanya mitihani, nikapata uvimbe hapa karibu na pua, kwenye jicho hii sehemu hapa. Nimeenda mitihani ya mwisho naenda kupima, daktari ananitazama anasema ni kweli tatizo lako hii ni aina fulani ya kama kajipu au tumor fulani. Anasema lakini tukiigusa sasa tuna hatari ya kugusa mishipa ya jicho kwa hapo ilipo. Kwa hiyo uvumilie ili uweze kukua vizuri. Ikikua vizuri tunaitoa kwa urahisi. Nikamwambia sawa. Nikarudi chuoni. Kesho wenzangu wanajua usiku watu wanajiandaa kwa ajili ya kesho mitihani. Mimi ninaumwa, jicho linatoa machozi, jicho moja. Ule usiku nikamwomba Mungu, nikamwambia Mungu, nataka kesho nifanye mtihani. Endapo tu hicho kitendo kitaleta utukufu kwako. Lakini kama utukufu upo mimi kuendelea kulala mpaka mitihani ishe, hapo ndipo utukufu wako ulipo, mimi nimekubali. Kwa nimekuachia. Nikalala. Asubuhi naota, usiku naota ndoto. Naota ndoto niko library. Naongea na mtu. Ile mtu ananiambia, "We, una nini hapo kwenye jicho?"
Nikamwambia kuna uvimbe huko hapo, tena usiniguse. Maana alikuwa anasogeza kidole. Akaniambia usiogope, hiki ndio kimenileta. Niambia ili ufanye nini? Uguse. Akaniambia ngoja nikuangalie vizuri. Akaangalia, alivyoangalia akagusa ule uvimbe. Nikasikia kama baridi, kile kitu kikitoka, nikawa vizuri, nikanawa kabisa. Naamka kwenye ndoto, uvimbe uko pale pale. Namsimulia mwenzangu mmoja, akaniambia hiyo ni ndoto tu. Si unaona hata uvimbe hujaondoka. Hiyo ni ndoto tu. Asubuhi nguvu ya Mungu ikanisukuma kwenda kufanya mitihani. Wakati na uvimbe, nafika pale kwenye chumba cha mtihani, mwalimu ananifahamu ananitazama, anaambia, Mbaga, wewe mbona bado unaumwa? Nikamwambia nimekuja kufanya mtihani. Yaani hii mitihani ya mwisho hii, siwezi kuendelea kubaki hapa. Akaniambia, wewe tulia tu, ukipona watakufanyia mpango ufanye mitihani. Nikamwambia hapana, niruhusu niingie. Nikaingia. Mpaka hivi ninavyoongea na nyie, sikumbuki nilipona saa ngapi, ila ninachokumbuka nilimaliza mtihani. Ile habari ikaisha kabisa. Siwaletei story za watu na kuletea ya kwangu. Lengo langu ni kwamba huyu Mungu umuone kama ni Mungu wangu, ni Mungu wako. Ila ujue sio kila saa anatenda kama tunavyotaka. Ni kumwachia. Hii nguvu ni kubwa ambayo tunaongelea habari zake hapa. Ni kubwa. Anasema hiyo nguvu iliyoko ndani yenu ndio iliyomtoa kwenye kaburi. Haleluya. Anafungwa sanda, hajitambui, mikono yake haina nguvu, hana msaada mwingine wowote. Ni kana kwamba Mungu anakuambia kuna saa itabidi 100% unitegemee mimi bila kutegemea chochote cha kwako. Anaingia ndani, wanafunga. Wale wa mama wanasema tunataka ikifika Jumapili asubuhi tuwahi ili tukampake mafuta. Alikuwa anafundisha, nadhani ni pastor wa uwakili. Nisikia somo lake vizuri sana. Kuna andiko alilisoma pale la msingi sana. Mheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko ya mazao yako. Unapotoa sadaka sio kwamba unamhonga Mungu, unamheshimu. Lengo ni heshima. Hawa mama niliwachunguza ambao wamekazana sana na habari ya mafuta, tumpake mafuta. Nilipokuja kuchunguza niligundua fuatayo. Moja ni wamama ambao waliguswa na huduma ya Yesu. Ni kana kwamba wanasema hatuwezi kumwonyesha upendo tu akiwa hai ili atuone. Tunamaanisha alichotenda kimegusa maisha yetu, tutaendelea kumwonyesha hata kama hatambui. Wale wa mama wale, mimi bado naendelea kuchunguza, sijaelewa, na wanatheolojia wenzangu mtanisaidia. Unajua nimechunguza kwenye Biblia, Yesu hakuwahi kupewa hela na wanaume. Sijui ndume ni ngumu, nashindwa kuelewa. Sijawahi kuona. Mmewahi kuona hilo andiko jamani? Amnisaidie. Maana mkianza kusingizia stories za kina Yusufu alitoa kaburi. Ila Biblia inasema kulikuwa na mmoja anaitwa Susan. Na wengine anasema ambao walimhudumia kwa mali zao. Moja hapo ni hawa, wanaendelea kutoa mali mpaka amekufa. Jumapili asubuhi nenda ukasome Desire of Ages. Kasome vizuri Desire of Ages. Wakati wamefunika lile kaburi, Shetani alituma malaika zake kulinda. Relax kidogo hapo, kuna kitu ambacho unaweza ukasema pastor, mbona hapo sasa kama vile unataka kutuchanganya akili. Na mimi nataka urelax kidogo. Kuna kitu kinaendelea makaburini ambacho hata mimi sikijui.
Biblia inasema wafu hawajui neno, lakini shetani anakuja kupigania mwili wa nani? Wa Musa. No, kabla ya Yesu. Musa, hamjasoma hiyo? Kwenye kitabu cha Yuda akaambia Bwana na akukemee. Alafu anatuma tena mashetani mengine yanakuja kukalia kaburi la Yesu. Hana adabu kabisa. Amekaa hapo. Ellen White anataja history. Anasema hivi, maana Yesu alionyeshwa maono jamani. Yeye aliona kabisa. Anasema pamoja na walinzi wa kibinadamu, majini yaliwekwa hapo. Sasa kuna movie moja naipenda, yani kama kanisa hili likiweza kutengeneza movie kutoka Reserve of Ages, hiyo wasije wakaiacha hiyo episode. Akashuka malaika mkuu mwenye nguvu. Huyu malaika ambaye alileta ujumbe kwa mama yake kutunga mimba, si mnamkumbuka ndiye anashuka na kasi kubwa. Malaika wa shetani walivyomuona, hizi spidi zao hatuzijui sisi, hata mimi sizijui, kwa sababu kwanza umeambiwa alivyopigwa alitoka kama umeme. Wakakimbia kumpa shetani Lucifer taarifa kwamba Lucifer huko anashuka Gabrieli mwenye nguvu, hatuwezi kusimama. Na yeye anawaambia, kwani ana nguvu gani? Ngoja niende. Shetani naye akaenda, alivyomuona akageuka. Kama ni huyu siwezi. Kaangalie Deserve zinasema akaingia ndani akamuita Emmanuel, Emmanuel, Baba anakuita. Ananyanyuka, anakunja sanda. Malaika mmoja ndiye ameweka jiwe pembeni. Haleluya. Paulo anasema hii nguvu inaishi ndani yenu. Haleluya. Najua bado mnanisikiliza na bado hamjanielewa, ila Roho wa Mungu atawasaidia muelewe. Kuna nguvu inaishi ndani yenu. Lucifer anaiogopa. Ndio maana kila saa anakazana kuwakandamiza msijitambue. Maana anajua siku mkijitambua tu hana chake. Paulo anataja hii, anasema huyo Mungu mnayemsema, moja, hakai katika mahekalu yaliyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Anasema namba 2, amewaacha mataifa wamtafute japo kwa kupapasa papasa. Anasema ili hali hawi mbali nao. Yaani wewe unaweza ukawaza mpaka nikutane na Pastor Mbaga. Mungu anakuambia mimi mbona niko karibu na wewe tu hapa. Yaani Pastor Mbaga anachofanya ni kukufungua macho tu ujitambue. Haleluya. Paulo anasema na sisi ni watoto wake, wa huyo Mungu huyo. Ninachokitamani mtoto wa Mungu yeyote anayenisikiliza, utoke na ujasiri huu kila unapotembea. Dhambi ikikupiga, ipe taarifa, mimi ni mtoto wa Mungu. Ukiona kuna changamoto unazipitia, zipe taarifa. Acha habari za kusimulia sana juu ya matatizo yako. Yaambie matatizo yako ukuu wa Mungu wako. Kuna saa nakwambia nenda ukafanya zoezi hili, utakuja kuniambia. Kuna wakati ingia chumbani, jifungie, ongea na tatizo ukiliambia Mungu, kwa sababu katika kila tatizo, behind every problem there is a spirit. Usichukulie rahisi tu. Na unapoongea, unaongea na ile spirit ukiiambia. Mimi anaita maombi ya Daudi. Daudi wakati anamkabili Goliath, Goliath amesimama hapo. Sikia huyu jamaa anayemjua Mungu anavyoongea. Anamwambia Goliath,
wewe unanijia na fumo na mkuki, mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Leo hii kichwa chako na mwili wako tunawapa ndege. Kilichomfanya Sauli ashindwe ni nini? Ni kwamba kila siku akisikia mingurumo na vitisho vya Goliath, anarudi anasema, jamaa ni mkubwa. Mkubwa. Daudi hakuna kasomeni kwenye maelezo ya kitabu cha Zaburi anavyoelezea, hakuna sehemu yoyote Daudi amesimulia ukubwa wa Goliath, kwamba mkuki wake ulikuwa hivi. Hiyo sio story. Anamwambia Mungu niliye naye hatishiwi na mikuki. Haleluya. Nenda ukafanya zoezi hili, chochote ambacho kinakusumbua kiambie habari ya Mungu wako. Namalizia sasa, usikie hii ndume Daudi jinsi anavyojua hii nguvu inayokaa ndani. Mnajua Daudi katika maombi yake yote, pamoja na kumkosea Mungu kwake na toba, kuanguka na kuinuka, alifikia stage akamwambia Mungu, kuna jambo moja mimi nakuomba. Anasema nini? Usiniondolee roho wako. Kwa nini? Anajua kuna nguvu iko ndani. Anasema hiyo ukiondoa nimekwisha. Siku ile pale mfalme Sauli anamwambia, wewe ni kijana tu. Mnakumbuka baada ya Daudi kueleza mengi, Sauli aliuliza swali akasema, huyu ni kijana wa nani? Nenda mkasome. Akauliza, huyu ni kijana wa nani? Akajibiwa, anaambia huyu ni kijana wa Jese Bethlehem. Maswali ya kujiuliza. Aliyekutoa pepo juzi ni nani? Leo hii humjui. Kuna saa watu hawataki kukujua. Yaani kana kama anasema kanaenda kufa, nisije nikaambiwa nilikuwa nakafahamu. Huyu ni mtoto wa nani? Lakini mazungumzo yote ya yeye na Sauli, Sauli anamwambia, wewe ni kijana mdogo. Huyu ambaye unataka kumpiga ana uzoefu kuliko wewe, ana miaka mingi ya vita. Hata hivyo kwa umbo ni mkubwa, angesema hivyo pia, lakini anasema ana uzoefu mkubwa na wewe ni kijana tu. Sikia majibu. Anasema hivi, mtumishi wako, anataja ya Daudi, mtumishi wako anachunga kondoo. Maana yake ni kweli unayosema, jamaa ana uzoefu wa vita. CV yangu nikiambiwa nisome, mwisho ni kuchunga kondoo. Hata chuo sijaenda, lakini wakati nachunga kondoo, kuna siku simba alikuja akamkamata mwana kondoo. Anasema mimi nikaenda, relax hapo, sije ukakimbia haraka sana. Anasema nikamtoa mwana kondoo katika mdomo wa simba. Wakaja jamaa na wazawaza umbo la simba, asema huyu bwana mdogo hajakutana na wanyama wakubwa. Asema mtumishi wako aliua mpaka dubu. Alafu ndipo anamalizia, anasema huyu Mungu aliyeniokoa na hao wanyama. Daudi hasifii skills. Humsikia akisema, nilivyoona yule simba anakuja, machale yakanicheza, nikapanda juu ya jiwe. Bodaboda ilipokuwa inakuja, nilivyoangalia hivi nikaiona. Sio story zake. Anasema hivi, huyu Mungu aliyeniokoa na simba na dubu is the same God. Hallelujah. Ndio huyu Ellen White, kwa kujua hayo anasema tutaogopa tunakoenda kama tutasahau alipotutoa. Huna neno hata moja ambalo utasimama nalo useme Mungu alinifanyia hivi. Naomba usimame. Hii nguvu iko ndani yako. Paulo anasema ili iweze kufanya kazi kweli kweli, inabidi macho yetu yafunuliwe, tuweze kuijua hekima. Haleluya. Tupate hekima ya kimungu. Kwa nini hekima ya kimungu? Kuwa na bunduki ndani haina maana unajua kuitumia. Ndio, unaweza ukawa nayo lakini hujui kuitumia. Anakwambia nenda shule kwanza ukafundishwe. Na Mungu akikuingiza kwenye shule yake, usilalamike, relax, yeye akufundishe, ana nia njema na wewe.
Fumba macho yako. Fumba macho. Fumba macho. Wakati watu wote wamefumba macho, inawezekana huko katikati yetu unasema, mchungaji, nahitaji kubatizwa. Nyosha mkono wako wa kulia wakati watu wote wamefumba macho. Unasema, pastor, haya makambi hayaishi, nahitaji kubatizwa. Nyosha mkono wako, nina ombi maalum kwa ajili yako. Kama uko nje, unaweza ukaingia ndani. Unasema, pastor, nahitaji kubatizwa. Nyosha mkono wako wa kulia ili niweze kuomba kwa ajili yako. Nyosha tu mkono wako popote ulipo, ambao unasema, mchungaji, nahitaji kubatizwa. Tutapanga ubatizo kwa ajili yako. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako popote ulipo. Asante sana, Mungu akubariki. Nyosha mkono wako. Asante sana, Mungu akubariki. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako wote. Nyosha mkono wako wale ambao unasema, nahitaji kubatizwa. Asante sana, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Nyosha mkono wako, ufanye maamuzi mazito leo ya kumpokea huyu Yesu. Nahitaji kuomba sasa kwa ajili ya wale walionyosha mikono. Kama unasikia hiyo sauti ya Roho Mtakatifu, nyosha mkono wako. Asante sana. Asante sana. Baba, katika jina la Yesu, tazama mikono iliyonyooshwa. Hii mikono ikutane na mkono wako usioonekana. Kabla hawajabatizwa kwa maji, wabatize kwa Roho Mtakatifu. Ukawajaze uwezo wako, ukawajaze nguvu yako, ukawape ushindi. Baada ya ubatizo, waliokuwa wanawajua kwa stori nyingine, wakawatazame katika sura mpya. Shusha mkono wako. Baba, asante kwa neema yako hii. Wakati watu wote wamefumba macho, inawezekana umekuja hapa una maumivu katika mwili, na unasema, nahitaji kwa neema ya Bwana anitembelee, aniguse. Na we nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Mfalme wa amani, tazama mikono hiyo. Ile nguvu iliyomfufua Kristo Yesu, ile nguvu iliyopasua kaburi. Yesu tu anakata roho, alafu miili mingi ya watakatifu ikainuka. Kwa nguvu hiyo, afya iliyozorota ikainuke kwa ushindi tena. Maumivu yakakome, ya wale walioko hapa na wale ambao wanatazama online, wakapokee baraka ya nguvu hii ya ajabu. Paulo anasema inakaa ndani yetu, sio kutuokoa tu na msamaha peke yake, bali na ushindi wa dhambi pia, na macho ya rohoni, na kutambua ulimwengu unaenda wapi. Nami nakusihi Mungu, ukawaguse watoto wako. Tunaomba kwa ajili ya ndugu zetu walioko mbali na hapa, ambao pia ni wagonjwa, ukawaguse kwa mkono wako. Yeyote aliyefika hapa leo, akiondoka katika kanisa hili na viwanja hivi, aondoke na utukufu wako. Asante, maana imekuwa. Shusha mkono wako. Ninakutukuza Mfalme kwa yote, neema yako yatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusalimiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wanasema ushindi upo?
na unaanza chemichemi moyoni. Haleluya. Tunaomba mtumishi wa Mungu asidi kubarikiwa, na ikiwa ni kwa mapenzi yake, ikiwezekana tena Mungu amruhusu kutumika tena siku ya kesho. Kabla tuweze kuhitimisha, naamini kwamba program zetu zimebarikiwa kumalizika kwa siku 4 mfululizo, ambapo tumekuwa tukiendelea na mikutano ya kutwa nzima, ama kuanzia mchana, asubuhi, mchana mpaka jioni. Tunamshukuru Mungu kwa sababu hiyo. Naomba mashemazi popote walipo, kama hukupata kadi yako ya samawati ama blue, just write something for your God. You can still present here. We have a special time for prayers, and I know you can receive. I want to invite all the deacons and deaconesses. You can raise it up. Somebody who is in it can take and write something. We said the 3 days tumekuwa tukiandika blue, and sometimes there is a meaning about it. Color does not mean anything, but it has a special connection, because we wanted to reconnect ourselves to our God in special prayer. I want to thank God that this is an indication that we are in training to understand how we talk to our God. It is by the spiritual realm, and I know it will be in a special way. As we give those cards, I know they are being received. Wewe ukiandika, tunapochukua dakika 2 za kuhitimisha, ninajua utaleta yako iweke hapa mbele kwa imani, maana tayari you have something for your God. Hallelujah. I want to invite the media team to bring into speed the information about reactions online. There was a question, sisi wa online tutapewa namba gani? The number is 777, direct to your Jesus. Hallelujah. The number 777, direct to your Jesus. Don't go to anywhere. We don't need your message. We don't need to know you. Take to your God. Pastor said clear, kwamba ukimweleza Mungu hali yako, ataishughulikia inavyopendeza. Karibu sana ndugu Brian, na utuletee habari jinsi ilivyo kwa wetu wa online reactions.